wa Nyeri Town ambaye vile vile yeye ni semeji. Wana CS Mukomen, PSS tulio nao, wajumbe wenzangu, mzee Kiraitu na watu wa South Menti, Abogeta, mugeni, muriega. Kwa sababu nikiwa hapa, unajua hapa juu kitoka Nkobo, kuna mahali inaitwa Mariba. Pare karibu na factory ya Imenti. Hapo karibu na kwa Bijiwe kuna mzee alikuwa anaitwa Robert Kenyua. Mimi nimetoa bibi hapo. Siniko nyumbani. Na kwa Ukikuyu tunasema gari etagwo ni mundu na muthoniwe. Na ndio sababu nimekuja na ndugu yangu Dr. Mweti. Watu wa Nyeri waliponichagua wakanipa nafasi ya kuwatumikia kama mbunge. Tulipoenda katika bunge, hawa wabunge wenzenu na wale wengine wote katika Kenya, wabunge 78 kwenye tunakuza kahawa, walinipa jukumu ya kuongoza kongamano la wajumbe wenye wamechaguliwa katika maeneo kahawa inakuzwa. Si hapa tuko na kahawa? Katika soko pale Nairobi Coffee Exchange, kila wiki tunafuata bei ya kahawa. Hii mwaka bei ni mzuri. Na karibu katika Kenya mzima, factory zote bei itaenda juu ya shilingi 100. Na kwa hivyo wale wamesimamia society zetu, baada ya kutoa pesa za operations, tuhakikishe ya kwamba pesa imefikia mkulima ndio aweze kurudi katika shamba. Jambo la pili, kupitia kwa serikali ya William Ruto, subsidized fertilizer ya kahawa iko katika serious board. Na governor in waiting tulikubaliana ya kwamba serikali za ugatuzi zitasaidia kupeleka fertilizer katika factory, ndio mkulima anachukua kutoka pale. Jambo la tatu, kwa ajili ya pesa tuliokuwa tunakopeshwa kama wakulima, kuna sheriff fund yenye interest rate riba yake ni processing fee ya 3%, na ukishachukua kama mkulima, serikali inasubiri mpaka wakati kahawa itauzwa ndio ulipe. Kwa hivyo tusiende kwa loans zenye ziko bei kali na tuko na pesa ya serikali. Tulikuja tukafanya mkutano ya coffee conference hapa Meru, tukakubaliana ya kwamba tuko na madeni yenye serikali imekubali itatulipia. Tunasukuma ndio hiyo pesa 6.8 billion itoke kutoka treasury ndio hizo madeni tulipe. Katika hii mwaka tukipata the 6.8 na 3.5 billion ya sheriff fund, katika kahawa tutakuwa tumepata 10.3 billion kutoka kwa serikali ya William Samoei Ruto. Na ndio sababu sisi tunasema tulipochaguana 2022, tulichaguana tuwe katika serikali ama tuwe nje. Tuwe kwa serikali, tuwe ndani. Na hata 2027 tutachaguana tuwe kwa serikali ama tuwe nje. Kwa hivyo mwelekeo wetu CS kila wakati ni kuwa katika serikali. Hii serikali tulio nayo, uamuzi tena ni 2027. Tukae ndani na tuendelee kutafuta manufaa ya jamii zetu. Tumekubaliana. Asanteni sana, Mungu awabariki na nawapenda sana. Asante sana. Ukienda salimia watu wa Nyeri Town. Sasa nitamuita mheshimiwa Waburi ambaye ni chairman wa MPs wa Meru Parliamentary Group. Nagojea Karukenge. Tena sawa? Nataka mtoto wa Abogeta sub county. Kitu ya kwanza alisema ni kutoa shukrani kwa serikali kutupatia sub county.
Lakini bwana Mukome, hii sub-county itaserve watu vizuri kama barabara ya kutoka Kionyo, Ngongo, Kanyakile kwenda mpaka Likideno, na barabara kutoka Moroga Mara mpaka Metungu. Vile vile barabara kutoka Kenoro, Gaturi, Nyage, Kionyo. Hizo barabara itafanya hii sub-county iwe ya maana. Vile vile Bwana CS, nataka kukumbusha maneno ya Egoki Division ambaye 2017 ilikuwa gazeted, na hata wa leo yule ACC anakuja alafu anasabu kutoka other divisions. Tungeomba tupate ACC kama sijui wakati gani, nyumba iko, meza iko, kiti iko, na ile kitu takikana ambaye haiko, mimi niko tayari kujitolea na ofisi yangu. Ya nikimalizia niseme watu wa South Imenti na Bogeta wamesema watoto wao huko ambao wako kwa polisi wamestagnate kwa ranki moja ka 10 na kitu. Tungeomba waangalie kama vile ni present ile list nilikupatia, na sasa nikutume kwa His Excellency the President. Tuliongea na yeye, mwambie tunamngojea kuja kufungua barabara ya kutoka Nkobo, Lobiri, Kamorita ambayo imewekwa lami na inaisha. Na alikuja akuja na title au lease ya Malimba University tunangojea. Tuliongea maneno ya upgrading ya Igoji Teachers College, na vile vile tuko jiani kupata TVET ya Igoji, na mambo mengi tumeongea na wewe, na vile vile tumeketi na president tumekaongea. Sitaki kutangaza siku ya leo, na kile nataka kuambia watu wa South Imenti mazuri iko jiani kwa hii serikali, na mimi nitakaa kwa hii serikali niletee nyinyi, kwa sababu hapo ndio nitapata vitu ile mliniambia niletee nyinyi. Kwa hivyo serikali ya William Ruto tuko naye, na tutatoka, tutakaa na tutamsupport. Sasa Your Excellency, mimi sina nguvu. Kuna ile senator iniwachia hii kiti hapa akanipatia, ambaye nataka nimuite hapa. Atamwalika bwana Kelaito, kwa sababu Kelaito amekuwa governor na amekuwa senator. Mimi sitaweza kumuita. Mimi sina nguvu ya kumuita. Usukani ni wako, ili tupatiwe sub-county. Mvua iko karibu, wewe utakuja uongee umuite. Mimi sitaweza kumshukuma kwa sababu ni baba yangu. Amekuwa governor, amekuwa senator. Mimi niambia tajia maliza miaka 5. My brother Kadhuri Mulonge, deputy speaker wa senate. Nyinyi mjui mtu ni mkubwa sana. Ni namba 4 kutoka huko juu. Speaker wa senate, deputy. Senator wa Meru. Alafu mnasema ngolongolo njamba. Na ndinga tete ilato. Ilato ndio ndinga tete ilato biawe. Na mimi nafuata ile kazi alikuwa anafanya na malizia nikiongezea zangu. Karibu. Na ukaribiza CS atupatie hiyo DCC ili twende. Aya, antoba South Imenti ba Meru County, ba Bogeta sub-county. Bwana Yesu asifiwe. Weka mkono juu vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Ibweka sana. Mimi kusema ukweli nimewamisi sana. I really miss this constituency. Si kweli? Mumenimisi sana pia? Kweli? Sasa Dr. Shadrack umefika mahali, na mimi sababu mahali tulifika
nilipata mzee Kiraitu akaniachia tamu ya uongozi hapa, na namshukuru sana na namheshimu sana. Lakini kabla tufike kwa mzee, tusiharakishe yeye sana. Nataka kuita bwana PS Mugambi. Nataka kukuomba ukuje, sababu wewe ni mzee ya nyumbani, ndio ualike hao ma-PS wengine wasalimiane, alafu tuende hapo mbele kidogo. Karibu bwana PS Mugambi. Bwana Mugambi mwana wetu wakuma nkwene Ruguru na ale kwa Kemitu. So bwana PS karibu, ndio uweze kutambulisha wale viongozi wengine wa serikali kuu ambao wako hapa. Asante sana Senator, our CS, my colleague PS who is here, members of parliament wa kutoka Pamero na wale wengine wa kutoka nje, MCAs wote wale wako hapa, viongozi mbalimbali, wafanyikazi wa serikali, habari yenu. God is good. Njoli ncheke, wazee wa njoli ncheke na waona pale, Koriani kaire. Asante sana. Yangu tu ni kusema asante sana tena na tena kwa CS Murkomen kwa kukuja leo to deliver this new baby to us. Sisi watu wa South Imenti. Today is a great day into kwenene mono narua. Na itukuga iboega sana na tukauga our thanks, take them directly to the president who has enabled you to be with us here today. Watu wetu wa Meru, antu wetu wa Meru, South Imenti, ambo ile ni atire. The best thing we can do at any one time, ikwedwa tuwe kedrikari. Ikwedwa tuwe kerembi, kwedwa tuwe kedrikari. Na ambodi kanye gento kemwe na nene betu wa utuiraja. For the last 60 years, na Kimiru wa mtaria na betu na cousins betu barutere rulea tutuire tubagwete mbaru thai ibato wate mbaru ibo kuwa thai bathithiate no ntugatune gakithithiate gakenenkaneirwa gatuna gakithiate na tukuinirwa aya uju twerwa no mwanka tuinie o kanyerege to mwanka tuinie o tuena mbati mono antu ba Meru na ndiugo oni nde muitango gyo thirikari iboega mono ntaria ja mainge kanjukia kanya kau mbwetere PS uratu eno aya ujo EPS wa collectional services eta wa Salome Mbiango atokethie alafu nonto ntuko ne a CSOE atwire kamwe kana twire PS karibu sana. Asante sana PS. Waziri wa mambo ya ndani, Waziri Murkomen, ma MPs wote ambao wako hapa pamoja na women rep na all the uniform, the disciplined forces. Watu wetu wa Meru County, Imenti South constituency, Abogeta South, Mungu ni mwema na kila wakati. Kwa majina mimi naitwa Salome Muhia Biako, kwetu ni Gatondo South pale Gatito, na nimefurahi sana. Mimi ni katibu mkuu katika idara ya magereza, na sisi tuna hope baada ya hii shughuli tutaenda pale gereza ya Uruku kusalimiana, na sisi tumefurahi kusalimia watu wetu pale, na tumefurahi sana kuwa waziri amechagua hii siku ambayo ni siku yake, pia anaadhimisha siku ya kuzaliwa kwake kuja kututembelea pale gerezani na kuja kuwafungulia hii sub county office, na pongezi sana kwenyu. Kitu ambacho naweza kuwahimiza ni kuwa sisi katika idara ya magereza tunamshikilia sana rais wetu, na wale ambao wanasema kuwa magereza yetu yako karibu kuuzwa, hiyo ni dhibitisho
ya ukweli kuwa hao ni watu wa kusema uongo. Hakuna vile magereza yanaweza kuuzwa. Raisi amezindua program kubwa sana ya kurekebisha magereza yetu, ya kureform magereza yetu, ya kujenga upya magereza yetu. Na wale ambao wanasema hiyo program ni ya kuuza, kwa kweli hawana habari. Na ile kusema pia makanisa ambayo yako pale magerezani ambayo tunatumia kurekebisha wale wafungwa, kurehabilitate na kureform wale wafungwa, kuwa yale makanisa na misikiti ambayo yako pale gerezani yatabomolewa, huo ni uongo mtupu. The government has put into place a program to rehabilitate and to modernize our prisons. That is very close to His Excellency's vision. Na mimi, I am the vision carrier of that vision of His Excellency the President. I am assuring you, there is no way the President can be selling our prisons. Na pia tunajua, sisi wote tunajua, it is important kuwa maafisa wetu wa magereza wawe na nyumba mpya. Na ni ukweli kuwa iko katika mikakati ya rais, mtukufu rais, kuwatengenezea upya wale maafisa wa magereza nyumba ambazo ni modern katika ule mpango wa affordable housing, yani institutional housing. Na kwa hivyo msiwe na shaka, hakuna hakuna land ya magereza ambayo inauzwa. Na washukuruni sana na nawapongeza tena sana kwa kuzinduliwa sub-county offices. Asanteni sana. Asante sana Mbiako. Kwa hiyo ametuhakikishia hiyo yote tunasikia, huyo ni foronjo. Hata huko hakuna msitu imeuzwa. Mimi nasimamia msitu. Na nimeambiwa wakati wa recruitment tutafanya kutoka hapa. Sawa sawa? Tutafanya kutoka hapa na tutafanye hata kutoka huko Meru na sub-county nyingine zote. Asante sana. Na hebu nikurudishie. Thank you so much. Nimekumbushwa kwamba kuna wafanyikazi wengine wa serikali wote wengi wako hapa, national government for that matter. Tuko na RC wetu na huyu ako nafasi yake. Kuna directors wako hapa, directors wote wale wako hapa, please mameni Kirote. Kuna Katangu Gepare, Katangu wewe mnamjua, Kirote yako hapa. Directors wengine wale wako hapa, CEOs. Yes, chairperson ndiye huyu Kirote kabisa. Kirote. Wacha Kirote aseme kazi yake ni gani, anajitetea kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Our CS Internal Security, the PSS, Deputy Governor, all our chief guests today and wakazi wa Bogeta. Mwathani no mwega. Ibo ndikana Felicity Kirote Berere. Ibo kwera President William Ruto ibo gana no ntubo mpango ya chairman. CS, mimi nilipewa kazi na President William Ruto after kura zangu za women rep hazikutosha, akanipatia chairman Warehouse Receipt System Council. Kazi yangu ni ya kupigana na food security. I think you need to understand CS, hakuwezi kuwa na internal security watu wakiwa na njaa. Kwa hivyo mimi tumeleta Amendment Act, hii parastato ni mpya, tumeleta Amendment Act kwa Parliament na kwa Senate, na ningekuomba utusupport kwa hiyo parastato ndio tuweze kuangalia maslahi ya wakulima wetu na ukulima wetu, ndio the riches ya wakulima wetu waweze kusaidika nayo. Watu wa Bogeta tunasema wakati wa kuvuna mazao yenu msiuze, mngoje bei iende juu. Unaweza kupeleka kwa store upewe receipt, hiyo receipt utaitumia kupewa loan, bei ikipanda ya chakula yako unauza, alafu unaenjoy the work of your hands. So tuambie President William Ruto through CS Murkomen namna gani akuje Meru. Munampenda? Hebu nione kwa mkono.
CS umeona sisi ni watu wa tuko imara, tuko chonjo na president na Kindiki wetu kijana yetu. Asante sana, asante Deputy Speaker na Senator wetu, tunakupenda. Aya, lingalingireni mandambiriri karuweka maana 1 2 3. Asante sana. Sasa sababu naona tunamalizia kile programu yakwa yaandiki notini kwa MCA rieje imbati kwa alika ngavana kenda omba utwaliria